Tuzungumze michezo. Nafikiri umetazama mechi ya jana ya Simba, lakini umemfuatilia Simba katika michezo ya hivi karibuni na unatazama mwendelezo wake kwenye ligi kuu kandanda NBC Tanzania bara. Pengine unaiona wapi Simba mpaka mwishoni mwa msimu, ikizingatia ni bado michezo 9 mpaka hivi sasa kumaliza msimu? Alhamdulillah, nafikiri umekuwa ni wakati mzuri kutazama moja kati ya mechi ambazo zilikuwa na competition nzuri, kwa maana ya JKT wakimchallenge Simba kwa dakika nyingi uwanjani, lakini zaidi kwa nafasi yao ama kwa ubora wao, jinsi ambavyo siku za karibuni umekuwa wanajaribu kuimarika, wanajaribu kuonesha utofauti, na the more wanavyoendelea kupata nafasi ndivyo the more ambavyo pia wanajaribu kudeliver. Kwa hiyo kila kitu kilikuwa kizuri kwa upande wao, uwezo wa mchezaji mmoja mmoja pia. Nafikiri vitu vyote hivyo vilikuwa vina sababu nyingi za kuwa mechi bora. Simba ukizungumza nao hivi sasa bado wana matumaini ya ubingwa wa ligi, na ukitazama kwenye msimamo wanashika nafasi ya pili wakiwa tofauti ya alama 5 nyuma ya Wananchi Young Africa, lakini ukimtazama Mwananchi kwa mechi zake zilizosalia huoni uwepesi wa kuangusha alama. Pengine ni sahihi wao kubaki katika mtazamo huo wa ubingwa au wajipange msimu ujao? Bado msimu unaendelea na hakuna aliyetarajia labda kama Yanga angestruggle hivyo dhidi ya timu kama KMC. So kuwashauri Simba wakati tamaa sasa hivi ni kama misbehave mpira, kwa sababu at the end ambacho tutakubaliana wote ni kwamba kwenye mpira wa miguu kila matokeo yana sababu na kila matokeo ni muhimu na yanamata pia. Kwa hiyo kwa sasa ukiwaambia labda like Simba wa give up ama waone imeshaisha and so whatever, nafikiri haitakuwa sawa. Watakuwa watu watendee haki, wana deserve compete mpaka mwisho na wana hiyo timu ya compete mpaka mwisho. Kinachosalia ni mtazamo wao binafsi, positiveness yao itakuwaje ama positivity yao itakuwaje kuelekea kwenye kumaliza msimu. Lakini nafikiri mpaka sasa hivi ukizungumzia kwenye mbio za ubingwa bado wapo, kwa sababu at the end ni timu ambayo inapaswa kuendelea kutazamwa kama timu inayo challenge, na Simba ni timu ya namna hiyo. Imeishi miaka yote nchini Tanzania ikiwa ina challenge ubingwa, na kuchallenge kwa ubingwa pia kumechagizwa zaidi na ukweli kwamba wao wana hiyo nafasi ya kuendelea kuchallenge kila siku. Kwa hiyo kundi kubwa la wachezaji waliokuwa nao, ubora wa mwalimu Steve Barker, ubora wa uwekezaji waliofanya, vitu vyote hivyo vinasadifu kwamba wana malengo makubwa. Ukitazama Simba michezo inayofuata ni dhidi ya Tanzania Prison ambao wako mwishoni kweli kweli, unaweza kusema mguu mmoja kwenye ligi mwingine championship, lakini pia mara baada ya mchezo huo anakwenda Lake Tanganyika ambako kumekuwa ni moja ya viwanja vigumu sana kwa Simba kupata matokeo. Ukifanya reference kwa mchezo ambao Yanga amekutana nao kutoka kwa KMC, pengine unaweza kuona mchezo mgumu kwa Simba na Prison, lakini pia mchezo wa Simba dhidi ya Mashujaa. Nafikiri kila mechi na mpangilio wake, kila mechi na setup yake, na kila mechi pia ina namna yake ya kuiendea, lakini pia walimu ni tofauti na hata timu tu ni tofauti. Kwa Yanga dhidi ya KMC story ni tofauti, kwa sababu ni kama Yanga amefukuza mwalimu pia, si ndio? Lakini kwa Simba bado haionekani kama wana hiyo changamoto ama wanaishi kwa mashaka na mwalimu alokuwepo kwa kipindi hiki. Kwa hiyo nafikiri kila mtu ambaye ameingia kwenye timu anafahamu mahitaji ya Simba kwa wakati uliokuwepo, lakini zaidi anafahamu kwamba hakutakuwa na excuse yoyote mwishoni mwa msimu kwa Simba as a team, lakini pia kwa uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo mechi ya Prisons ni mechi mpya, ni mechi nyingine ambayo Simba wao wanahitajika kudeliver no matter what, wanahitajika kudeliver. Lakini kwa Mashujaa inawezekana ni mechi ngumu, kwa sababu Mashujaa amekuwa na performance bora sana, hasa anapocheza na hizo timu zinazoitwa kubwa kwenye uwanja wake wa nyumbani wa Lake Tanganyika. And moreover ni namna ambavyo anajaribu
kutengeneza episodes za matokeo yake kwenye uwanja wa nyumbani. Anaweza sipata matokeo mazuri, lakini ana consistency nzuri ya walau kuto kufungwa kwenye uwanja wa nyumbani. Nafikiri tangu Jamhuri Kiwelo Julio ateuliwa kwa mwalimu wa Mashujaa hawajapoteza mchezo wote, lakini pia historia ya Jamhuri Kiwelo na Simba wenyewe pia inaweza kuwa inachagiza kitu kuelekea kwenye mchezo huo. But in fact nafikiri ni aina ya mchezo ambao pengine unahitaji kuweza kusubiri mpaka dakika 90 zinapoisha, unaweza kusema nimeona mechi.